USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Eyo, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Habari TV? I think uko better, uko very good mpaka umezisogelea screen zetu za USA Habari TV. Sound unasikia ni Mafatiko MC wa Gasenda Glass, maana nimenyoka zaidi ya pasi. Bwana nyuma ya kamera tunaye Maros, lakini katika leo tuko kwenye harakati ya kuzungukia baadhi ya vijiji, tunatamani tujue, tusikize maoni ya wadau, maoni ya washikaji, maoni ya wakaazi wa hapa Nyarugusu wanasemaje kuhusiana na hili swala la wenzetu kugeuza majumbani kwao ambao ni ndugu zetu wa Burundi. Tunafikiri kutakuwa na utofauti mkubwa sana, ambapo tulikuwa tunaona biashara zilizokuwa zinafanyika nyingi na mitikasi mingi na haso nyingi zilikuwa kwenye migongo yao. Kwa sasa hivi itakuwaje na wadau wana maoni gani? Ngoja tuingie kitaa tukakutana na wadau, tukakutana na maoni yao pia, na wao wanasemaje. Na wewe unasemaje? Dondosha comment yako hapo chini, comment section ipo kwa ajili yako. Let's go kitaa. Eyo, mambo vipi? Fresh. Shwari. Maga. Wanakutazama watamani kujua hata kwa jina tu. Jina langu naitwa Twist OG Baragang. Twist OG Baragang. Mikono ya bangi. Mikono ya bangi. Okay. Bwana, au sio bwana? Fresh. Jina kali, umelitolea wapi? Nimeunda tu kidogo, sinajua harakati nini maelekezo. Kwenye 1 2 3 mitikasi nini? Ndio. Kalinasa. Yes. Bwana, hapa tuna swali letu kama moja au mawili. Tunatamani kujua faida gani ambayo tumeipata sisi Wakongomani ambao tumebaki sasa hivi baada ya ndugu zetu kurudi kwa wingi. Faida gani tuliyopata kuhusiana na ndugu zetu wanaondoka huko na ngambo za Burundi? Mimi sioni faida yoyote, kwa sababu nakuja kuona ni changamoto tu zinatokea. Kwa sioni umuhimu kabisa au kuondoka. Ndio hivyo tu, haina budi. Ni mwendo wa kupambana, kujikaza. Tunahisi ipo siku itatokea hivyo, tutaambiwa na sisi tuondoke kwetu. Unahisi tujipangaje? Yaani tuwe tayari muda wote huo. Sababu hata ilivyoanza ilianza kama utani. Warundi watarudi kwao. Na kweli wameanza kurudi, na sisi ipo siku na sisi tutarudi nyumbani kwetu, tuone shida. Unahisi ni hasara gani ambayo tumeipata baada ya wao kurudi kwa wingi mpaka sasa hivi tunaona kuna asilimia chache ambayo imebaki sasa hivi? Kuna hasara nyingi sana. Uje kuangalia, kuna hizi jobo walikuwa wanazipiga wao, alafu sisi tunakuwa tunajilemaza. Kazi nyingi sana walikuwa wanafanya wao. Uje kuangalia sisi tulijilea sana. Kuna kazi nyingi ambazo tulikuwa tunasema kwamba eti mimi kazi siwezi nikaifanya, lakini sasa hivi kuna watu wanafanya hizo kazi. Kuja kuangalia ni kupunguka kwao. Yeah. Kuna ile ambao wanasema kwamba hasara sio kubwa sana. Baadhi ya watu wanasema kuna mama zetu walikuwa wanazungusha mboga kama kawaida. Wewe ulipokeaje hiyo sentence? Ilikuwa sawa, kwa sababu hata maemezi unaweza ukaja ukae hapa, unaweza ukakaa hapa, dagaa wakuuza dagaa akapita, wanyanya akapita, wa vitunguu akapita, yani unaemea hapo ulipo. Au sio bwana? Yeah. Unaweza kuwapa neno gani wanakutazama sasa hivi la mwisho? Neno la mwisho, yani mimi mwenyewe, yani kiukweli nilivyoona hali wanayokaa wenzangu kule, ya kiukweli mimi sijafurahia nayo, na ni jambo nzuri, na sisi tujiandae kama wanavyochukuliwa wao, na sisi ipo siku tutachukuliwa hivyo hivyo. Kwa hiyo tukae chonjo, tuishi tu kwa makini mkubwa. Asante sana. Oh. Eyo, mambo vipi? Fresh. Shwari. Shwari kabisa. Watazamaji wanatamani wakujue kwa jina. Jina langu naitwa Ichimia Hayapa. Ichimia Haya. Hivi lina maana gani hilo jina? Hilo jina. Niliamua tu kuweka tu hilo jina. Uliamua tu kuliweka. Okay. Bwana, wanakuambia sasa hivi kuna tetesi ambazo ni za kweli, tunakwenda kuona ndugu zetu wa Burundi wanaondoka kwa wingi sana. Hivi unahisi kuna tatizo gani ambalo linaweza likatuathiri sisi ambao tumebaki kwa sasa hivi? Yaani ni huruma tu kwa sisi. Ni huruma sana kabisa. Yaani hapa, yaani sisi vijana wa kambini tutahangaika sana, kifupi. Tutahangaika sana. Tutahangaika sana. Kuna ile kwenye tukiingia kwenye maupande ya biashara tulikuwa tunaenda kuwaona ndugu zetu, wao ndo walikuwa wanaenda viral sana, kwa hususan kupunguza bei. Unahisi kuna baadhi ya Wakongomani wapo kama wao? Hawapo kabisa. Warundi walikuwa tushia bei sana. Unakuta hata kiato ulikuwa huku kwa Wakongomani unachukua huko kwenye 15,000, kule kwao unakuta 10,000. Yaani tutahangaika sana kiufupi. Tutahangaika sana. Na kuna utofauti gani kati ya wao na sisi? Kuna utofauti gani? Wao ni wachapakazi kiufupi. Ni wachapakazi,
wanajua biashara. Wanajua biashara, kama biashara ni maongezi. Lakini wakongomani sisi hatukwagi hivyo. Unakuta kidogo tu ukikuwa kama sijui nisemeje, yaani ukitaka uongee na mteja anaanza kupanda, lakini wao wanajishusha hivyo. Kuna baadhi ya wakongomani huaga wanafanya biashara za kuzungukia mtaani kama wanavyofanya wa Burundi. Hakuna. Wala wamoja kwa moja. Wamoja. Lakini Warundi yani promotion, yani vitu vyao yani wanataka viende viral. Bwana huyo tulikuwa na Heshimia Aya. Una kitu gani cha kuambia wanaokutazama sasa hivi? Wazidi kunisupport tu. Mimi ndio Heshimia Aya hapa kabisa. Mtaalamu. Unaishi mtaa gani? O2 hapa. O2. Haya bwana. Heshimia Aya anakuambia ipo O2 sasa hivi, ngoja tukazungukie baadhi ya kijiji kingine ambacho tutasikiliza wadau wengine nao wanasemaje kuhusiana na swala hili. Let's go. Bwana mambo vipi? Fresh. Shwari. Kama wanatamani kujua na kuangalia. Mimi naitwa kwa majina kamili kabisa, naitwa Espoire, ila jina la mtaani naitwa Two People. Tuishi na hilo Two People kwanza. Brother Two People, unaona kuna hasara gani baada ya baadhi ya Warundi kuondoka sasa hivi ambao tutabaki nayo sisi ambao tumebaki kwa sasa hivi Nyarugusu Camp? Hasara ni kubwa sana kufatana na mazingira ya kampeni. Warundi walikuwa tusaidia baadhi ya vitu fulani, lakini ndio hivyo, kazi ya serikali haina makosa. Ukiangalia changamoto ya kufyatua matafari, kusambaza mboga mtaani, hiyo ni changamoto kabisa. Ukiangalia soko kubwa lilikuwa ule upande wa Warundi, hiyo pia nayo ni changamoto. Kufuatana hivyo Warundi kurudi, kiukweli stress lazima ziwepo. Kwa tunataka tukasemea tu hivyo, maana hali ya kambi sasa hivi sio nzuri. Na baadhi ya watu wanasema kwenye hasara akukosi faida. Je, unaamini hilo neno? Hasara ni hasara tu mzee. Na faida ni faida. Kwenye hasara huwezi ukacheza faida hata siku moja. Kuondoka kwao hatujabaki na faida yoyote. Kuondoka kwao hatujabaki na faida, sema wenyewe wa Tanzania wenyewe ndio wamebaki na faida. Ukiangalia makeri ya zamani na sasa hivi kidogo iko tofauti kabisa. Tunaweza tukasema kidogo wametusaidia kuosha makeri ya sasa hivi. Burundi yani. Ukiangalia sisi watu wa huku kwenye vijiji huku, makeri tulikuwa tupaingii sana. Lakini Warundi kila kukicha walikuwa naifika tu makeri. Na neno gani la kuambia sasa hivi wanaokutazama? Tuendelee tu kupambana na kambi yetu hivi kwa sababu hakuna namna. Wale vijana ambao walitegemea labda wa Burundi ndio wangezidi kutufanyia baadhi ya kazi, wangezidi kutusaidia baadhi ya kazi, na wenyewe unawaambia kitu gani? Wale bwana, tuache kulala, tupambane tu, kama ni kukata nyasi twende tukakate nyasi. Kwa ndio hivyo. Hizo za bukubuku zimeisha. Za bukubuku zimeisha, tumeingia za 3,000. Au sio bwana? Fresh. Asante sana. Tulikuwa na Two People kama kawa. Au sio bwana? Fresh. Shukrani. Another time again tumekutana na sister yetu na anatamani adokeze mawili matatu. Mambo vipi? Poa. Shwari. Shwari kabisa. Tazama wanatamani wakujua atakuwa jina tu. Kwa jina naitwa Mary, naishi M2 cluster 8 plot ya 12. Address full. Address washindwe wao. Washindwe wao. Bwana, sisi tunatamani tupate maoni yako kuhusiana na swala ambalo tunalo sasa hivi. Unahisi kuna faida gani baada ya Burundi alikoondoka? Mimi mwenyewe kwanza naboeka sana. Kitu cha kwanza ni upweke, na kia pili vitu vitapanda bei sana. Unajua tena si Wakongomani, watu kwanza ni furaha kwa wale ambao wanachuuza. Ni furaha kwao sana kwa sababu vitu vitapanda bei sana. Unahisi kutakuwa faida yoyote? Hakuna faida. Kutakuwa kwa faida kwa wale Wakongomani ambao wanachuuza. Lakini Warundi walikuwa wanatusaidia, utakuta kitu kinauza 25,000 anakupunguzia hata 20,000. Hasara ambao tutabaki nazo. Kabisa Na kipi cha kuambia sasa hivi wanakutazama labda? Mimi kwa upande wangu naumia sana kwa Warundi kwenda kwao sana zaidi. Kwa sababu upweke utakuwa wingi kabisa na uwizi na ujambazi. Unahisi kuna kitu gani ambacho inabidi tukirekebisha ili mambo hayo yasiwepo kabisa? Mimi hapo kabisa. Mimi hapo siwezi jua.
Labda tu focus kwa kujituma tu. Kwa kujituma. Naona wakongomani wengi washaanza kufyatua mabriki. Wanajihusisha sasa na Warundi kabisa. Wanajihusisha kabisa. Kumbe kumeanza. Kumbe wakongomani wanajituma. Ni kitu cha kushangaza kabisa. Kitu ambacho kinaweza kawa kama faida tuliyobaki nayo tu. Sana, Hiyo moja tu. Hiyo moja tu. Ingine bado sijaona. Kuna ile baadhi ya wadada wa Kiburundi wanakuwa wanazunguka mtaani wakiwa wanaenda wanafanya biashara. Vipi kwa dada Mary, inawezekana? Mimi sijui kama naweza nikaweza kwa sababu si wa Kongo. Tunakuwa na kile kitu cha kujisikia na kitu cha aibu. Labda nikifanya hivi watanicheka, labda nikifanya hivi nitaonekana mimi labda sina sawa, lakini kwa upande wangu mimi naweza nikaweza. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mfanya biashara. Bwana, hongera sana. Asante. Haya. Shukrani. Shukrani. Haya. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.